Bana, tupo na Yusufu Junior, tunaendelea kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo. Bana mzee, upo vizuri? Niko sodakta kabisa ndugu yangu. Mambo yanasonga. Mungu ni mkubwa, mambo yanaenda. Bila shaka yoyote. Bana, mnyama Simba hii leo amezindua rasmi tarehe ya Simba Day, lakini pia mambo ni mengi kweli kweli. Tumeona Ahmed Ally amekanusha zile taarifa za usajili ambao wakina Libase, Anset Yaura wote bado wapo ndani ya kikosi cha Simba. Tuanze kwanza na wiki ya Simba Day. Rasmi tarehe 8 mwezi wa 8 ni Simba Day. Nadhani ndio siku pekee ambayo inasubiriwa kwa mkubwa zikifika hizo nyakati. Watu wanatamani kuona mjumuiko wa matukio kuanzia kwenye utambulisho wa jezi kwenda siku yenyewe, kushuhudia pia aina ya wachezaji ambao wanakwenda kutambulishwa kwa mara ya kwanza na mchezo husika wa siku hiyo. Kwa hiyo nadhani tusubiri na kuona ni namna gani ambavyo Simba wamejiandaa kwenda kufanya tofauti na kile ambacho walikifanya msimu uliopita. Binafsi miongoni mwa kitu ambacho nakisubiria ni kuona jezi ya msimu ipoje. Kwa msimu hii ilikuwa bora sana. Sasa natamani kuona ubora ambao umeongezeka kutoka kwenye jezi ya msimu uliopita na jezi ya msimu, lakini pia ubunifu wa matukio kulingana na kile ambacho walikifanya msimu uliopita natamani kuona pia. Kwa hiyo hizi ni nyakati ambazo kila shabiki yoyote wa Simba huwa anatamani zifike kwa haraka pale ambapo ligi inakuwa imeisha, kwa sababu huwa anatamani kuona matukio yote kwa mpangilio ambao unatarajiwa. Na unaona Ahmed Ally alivyokuwa anazungumza, nimemsikiliza. Ukisikiliza msimu kuanzia kwenye uzinduzi, kila kitu unaona kabisa wana lengo la kwenda kufanya kitu tofauti. Picha linaanza wanafanya nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Wanaenda Arusha, lakini pia wanatembelea mbuga ile ya wanyama. Kwa hiyo nadhani matukio mengi ukimsikiliza kwenye mtiririko akiwa anazungumza, unaona kabisa lengo ni kwenda kufanya vizuri kwa msimu kuliko msimu uliopita. Kwa hiyo tunasubiri kuona sasa ni kwa namna gani ambavyo wamejiandaa kuhakikisha wanafanya hivyo ambavyo wanakuwa wanatarajia. Sawa, kabla ya namna ambavyo uzinduzi mnyama Simba, Ahmed Ally leo ametangaza kikosi ni full mkoko kuelekea mashindano ya Sekafa Kagame Cup pale Rwanda. Hii inakupa tafsiri gani mnyama Simba anapoondoka na wachezaji wote kuelekea Rwanda? Hata ambao wametambulishwa? Baadhi ambao wametambulishwa wote wataungana kikosi kuondoka. Of course binafsi nitakuwa wa mwisho kuamini kuwa wachezaji wote wa Simba watashiriki au mashindano, kwa sababu ya muda uliopo ni mfupi, lakini huwa kuna ile hali ya kuiendea siku ya Simba Day. Hao wachezaji ambao wanakuwa wanatambulishwa wanafichwa sana, kwa hiyo ili kuongeza mvuto wa siku yenyewe, kwa hiyo huwa wapewe nafasi ya kuonekana kucheza. Sijajua kwa msimu itakuwaje, lakini natamani kuona hilo. Lakini wako wachezaji pia ambao kuna tetesi kwamba wamekuja kwa majaribio, so sitoshangaa kuona wakicheza. Lengo nadhani kwanza ni kuigeuza kuwa pre-season. Nadhani wamecheza karata moja nyepesi na nzuri sana kwa upande wao. Kwa sababu ungeniambia kuhusu pre-season, nadhani mchakato ungekuwa ni mrefu sana. Huo unahitaji kupata muda wa kuanza mazoezi kwa wepesi, and then baada ya hapo upate sasa zile mechi za kupima ni kwa asilimia ngapi wachezaji wanapokea kile ambacho mwalimu anakitoa. Lakini wao kufanya haya mashindano kuwa pre-season kwao, nadhani inakwenda kuwa na impact kubwa sana, kwa sababu kwanza ni mashindano kwa ujumla. Yaani ni mashindano, manake uende kwenda kujaribu, unaenda kushindana. Hofu ni kwamba muda ambao wachezaji wameupata unaweza ukawa tiba sahihi ya Simba kupata kile ambacho wanakihitaji pia kuelekea msimu ujao. Nadhani hao ni majibu ambayo tutayapata kadri ambavyo muda unazidi kwenda, lakini sina shaka aina yoyote kwamba Simba anaendea mashindano akiwa na lengo la kwenda kufanya vizuri, na imani yangu inaniambia katika vilabu ambavyo navipa matarajio ya kwenda kufanya vizuri na kuondoka na ubingwa ni pamoja na Simba. Ndicho ambacho nakiona kutokana na quality ya wachezaji ambao wamekuwa nao, lakini pia aina ya kikosi pamoja na technical bench usiliazi ambao umekuepo, na iona kabisa Simba ikienda kubeba ile kombe la Kagame. Bakari msimu ni Nasser Chilambo, lakini pia Kelvin Nasho ni wachezaji ambao mpaka hivi sasa wametambulishwa ndani ya Simba na wote ni wazawa. Bakari msimu una shaka nani? Sina shaka yoyote katika wachezaji ambao wametambulishwa. Sina doubt na mchezaji yoyote, kwa sababu wamenithibitishia kabla hajatambulishwa Simba. Unamtaja mchezaji kama Kelvin Nation, to me si mchezaji ambaye atahitaji kushikiwa fimbo na kuambiwa kwamba anatakiwa kufanya kile. Mchezaji ambaye anahitaji tu maelekezo ya mwalimu na
kusubiri kile sasa ambacho anakuwa anakizalisha kutokana na maelekezo ambayo amepewa. Vile vile kwa Nathan Chilambo, inawezekana watu wana doubt kubwa sana kwa Chilambo kwa sababu amekuwa akicheza Azam lakini hakuwa na mfululizo wa kuwa anacheza. Alikuwa mara nyingi anatokea sababu, lakini pia nafasi ya kucheza ilikuwa ni chache. Hilo binafsi alinifanya niamini kwamba Nathan Chilambo hawezi kwenda kushindana ndani ya kikosi cha Simba. Utamkumbuka Mudathir Yahya anaenda Young Africans kama miezi 6 kama sikosei, nje hajacheza mechi yoyote, lakini alienda akageuka kuwa nuru, si ndio? Na baadhi ya wachezaji tumewahi kuwa mashuhuda wa hilo. Mimi kinachonifanya niamini kwamba Nathan Chilambo anakwenda kuwa tiba sahihi kwa sababu ya aina ya timu ambayo ametoka. Tunakumbuka John Raphael Boko, Aishi Salum Manula, Shomali Kapombe, Elasto Edward Nyoni wanatoka Azam FC wanaenda Simba, walifanya vizuri, sio? Kwa hiyo kumekuwa na huo mfululizo wachezaji ambao wanatoka Azam, whether anaenda Yanga ama anaenda Simba, huwa ana tabia ya kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi sina shaka na doubt yoyote kwa Nathan Chilambo kutokana na kile ambacho amekuwa nacho. Inawezekana muda ambao amekuwa akiupata Azam hautoshi kudhibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, lakini pia anajua anakwenda kwenye timu ambayo haihitaji tu nafasi ya kocha wewe kuweza kuitengeneza imani yako kwa mashabiki. Maana yake unapaswa kuwa tayari wewe binafsi, lakini pia kupokea maelekezo ya mwalimu na kwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kuliko kwenda na Duchu pekee, ni bora kwenda kuongeza quality nyingine ambayo ni Nathan Chilambo. Kwa hiyo kwa namna ambavyo namtazama Nathan Chilambo, kama hatakuwa chaguo la kwanza la kocha, basi anakwenda kuwa second choice kwa kocha, kwa maana Duchu Kameta ambaye tumemwona akiwa na kiwango bora kwa hivi karibuni anakwenda kuwa chaguo la 3 mbele ya Nathan Chilambo. Libasa Boy Anicet Yaura kupitia meneja habari ya mawasiliano Ahmed Ally amethibitisha bado wapo sana Simba. Nimemsikia na taarifa nyingine ambayo pia nimeiona ni kuhusu Selemani Mwalimu. Tukianza na Selemani Mwalimu, binafsi ni muumini wa wale ambao napenda mchezaji ambaye ameshaonyesha japo hajakupa kwa asilimia kubwa, lakini naamini akipata nafasi nyingine anaweza kufanya vizuri. Mimi niko hivi, kuliko ukamlete mchezaji mwingine ambaye amekuwa na kiwango bora huko anakotokea na kumwacha mchezaji ambaye amecheza nusu msimu na hajakuonyesha, basi mimi huwa naamini ni bora uende na huyo ambaye tayari ameshacheza kwenye hayo mazingira, kuliko kushawishika na yule ambaye amefanya vizuri huko alafu akija huko wewe umjui, anakuja na kubadilikia mambo yanakuwa yanaenda tofauti. Kwa hiyo najua wengi hawajaridhishwa na kiwango cha Selemani Mwalimu kwenye uwezo wa kufumania nyavu, lakini nakuthibitishia Singano tukiwa hapa Selena Hotel, Selemani Mwalimu ambaye umemshuhudia msimu ulioisha sio Selemani Mwalimu ambaye utamuona msimu ujao. Hayo mchukua ni maneno yangu. Mwalimu ambaye umemuona huu msimu ulioisha hatakuwa mwalimu yule, kwa maana mwalimu wa msimu ujao atakuwa bora zaidi, atafunga sana, kwa sababu tayari ile pressure ya kwamba niko kwa mkopo itakuwa imeondoka. Pamoja na kuwa bado yupo kwa mkopo, lakini anakuwa ni mwenyeji sasa. Viwanja vyote anavijua. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kwenda kudhibitisha kile ambacho mashabiki wanakitarajia kutoka kwake. Tukija kwenye taarifa za Libasi Geye na Anicet Ula, mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao naona kabisa kama sio Libasi Geye, Anicet Ula, basi mmoja kati yao lazima ataondoka kwenye kikosi cha Simba. Na hii ilikuja baada ya kuona Simba wanaongeza nguvu kwenye hayo maeneo, wakati huo mimi sikuwa naona kama kuna ulazima wa Simba kufanya hicho kitu. Sikuwa naona huo lazima. Kwa hiyo nikaanza kufikiria, Simba imekuwa ni miongoni mwa timu ambayo haina tabia kumng'ang'ania mchezaji pale ambapo inahitajika, na ni kweli zimekuepo ofa zikuhitaji hao wachezaji. Kwa hiyo akili yangu na kwa namna ambavyo najua Simba, nilikuwa naona kabisa Simba inakwenda kumuuza mchezaji mmoja kati ya hao. Na pamoja na kuwa Ahmed Ally amesema kwamba wapo, mimi nitathibitisha hiyo kauli baada ya kumuona Libasi Geye ama Anicet Ula ametambulishwa siku ya Simba Day, ataendelea kuwepo siku kwenye msimu ujao. Bado uamini kama bado siamini. Kwa sababu kwamba huenda akaondoka. Imani muda wote Selemani, kwa maana Libasi Geye kati ya Anicet Ula mmoja kati yao anaondoka kwenye kocha ya Simba. Waiza anauzwa ama kwa namna, yani nadhani unanielewa. Kipi kinafanya nafikiri hivyo? Kinachonifanya nifikiri hivyo, Simba amesajili
winga kutokea pale South Africa wawili, si ndio? Kuna mmoja kutokea Stellenbosch na Kelestos, si ndio? Mimi sikuona ulazima wa Simba kuleta hao wachezaji kwenye maeneo. Sasa kwa nini Simba ilete hao wachezaji, kwa nini namleta Kalesto? Ni kweli tu ni kuhusiana na ubora. Ubora asset ya ula utoshi. Ubora wa Libasi Gea utoshi. Kwa hiyo moja kwa moja nikaona kabisa hapa Simba wanataka kufanya biashara. Sasa tunafanya biashara, nani ambaye anakuja kuwa replacement sahihi ya huyo mchezaji? Ndio sasa kina Kalesto na wengine ambao wanatajwa. Kwa hiyo wale pamoja na Singano, mimi naomba niwe wa mwisho kuamini kuwa hao mawinga wawili ambao wamemaliza msimu jana watakuwepo kwenye kikosi cha Simba vile vile msimu ujao. Mmoja anaweza kaondoka. Yani kwa namna ambavyo mimi najua labda washindwane kwenye masuala ya maslahi, kwa maana pengine hizo timu ambazo zinamhitaji zikashindwa kufikia bei. Ndio. Kama watashindwa kufikia bei, sina shaka anaweza kabaki, kwa sababu pia Simba sio timu ambayo ukimhitaji tu mchezaji ili mradi wewe ni timu kubwa unaweza kumpata kirahisi. Lazima ufike pesa ambayo unahitaji. Kwa hiyo kama watafikia, biashara inaweza kufanyika, lakini naomba niwe wa mwisho. Na hata tukipiga tu mahesabu ya kawaida, wachezaji wa kigeni sio wanatakiwa kuwa 12. Sasa jaribu tu kutumia muda wako hadi hivi sasa katika wachezaji ambao wameachwa, alafu angalia wachezaji ambao wameongezeka. Piga hiyo idadi. Sababu mchezaji wa kigeni kaondoka Nabi Kamara. Nabi Kamara si ndo ameondoka. Kamara pia goalkeeper Pinpin na nani? Utale Budo. Hawa hawakuepo sasa. Soa. Ni kama watatu. Na Soa watatu. Waliosajiliwa unajua ni wangapi? Kaingia mawinga wawili. Wameingia mawinga wawili kwa mujibu wa vyanzo vyangu. Kuna wa Mali wawili. Alafu bado dili la Peter Shavile bado bichi kabisa. Kwa hiyo wanaweza wakafika 5 hadi 6 wa kigeni. Kwa hiyo kwa mujibu wa hiyo tu unaona kabisa lazima kuna watu wanatakiwa kutoka. Kama wametoka watatu, si ndio? Na wanapaswa kuingia tena watatu, lakini idadi ya wachezaji ambao wanatakiwa kuingia bado tayari sasa imepita. Tathmini ya usajili ambao umefanya Young Africans kwa kuona unaonaje? Wana kwa nini umeuliza kwanza? Hapana. Sasa la mtego sana. Tunazungumza Simba na tunazungumza Young Africans. Bana, niwe tu mkweli. Niwe mkweli. Mimi usajili wa Yanga unanifikirisha. Usajili wa Yanga bado unanifikirisha. Au uelewi kiu? Si uelewi. Usajili wa Yanga uelewi. Katika wachezaji ambao wametambulishwa hadi hivi sasa ni wachezaji wasubiri tuone. Ngoja tu. Ila una uhakika nao. Kama kweli Yanga wanataka ubingwa msimu ujao tena, kupunguza malalamiko wafanye usajili. Ndugu yangu, ule usajili malalamiko tegemea atakuwa mengi vibaya mno. Sababu ameongezeka wachezaji wawili kutoka Mashujaa. Na usajili wa jumla na reja huu. Yanga. Huu usajili. Anyway, tusimkatie mtu tamaa. Baraka Mpenja mimi kusema hivyo. That's why ndio maana usajili unafanyika kila msimu na watu wanaingia na kutoka. Tuzungumze kwenye masiara, lakini miongoni mwa wachezaji ambao binafsi nawapa matarajio ya kufanya vizuri katika wale ambao wametambulishwa ni beki ya kati. Uwezo wa kunusa wa hatari juu chini kote huko vizuri. Kwa namna ambavyo unamtazama ana element za Wilson Nangu kabisa. Vile ambavyo Wilson Nangu alikuwa anacheza kabla hajaumia ndivyo ambavyo alivyo. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kocha anakwenda kukiongeza pamoja na aina ya wachezaji ambao amepewa, lakini sina hakika kama haya ni machaguo ya kocha Mangoba Ngoide. Sina hakika na hilo.